Barua ile ilikuwa kama mwiba mpya kwenye kidonda kilichokuwa kinaanza kupona. Tafuta kisima cha zamani. Maneno hayo yalikuwa yanazunguka kichwani mwangu kama gurudumu la moto. Nilijua kuwa siwezi kuwa na amani ya kweli mjini ikiwa mzimu wa kilichotokea nyumbani kwetu bado unanifuata. Mzee Juma, inabidi nirudi kijijini, nilisema nikiwa nimesimama mbele yake kwa ujasiri ambao hata mimi mwenyewe ulinishangaza. Mzee Juma alikunja uso kwa wasiwasi. Zura, kule kuna kumbukumbu mbaya. Na sasa kwa kuwa Mwanahawa yuko jela, kijiji kimejaa watu wanaweza kuwa na kinyongo na wewe. Lakini kuna ukweli umezikwa huko. Nilijibu, wazazi wangu hawakufa kwa bahati mbaya tu. Barua hii inasema kuna kitu nyuma ya nyumba yetu. Siku 2 baadaye, gari la Mzee Juma liliingia kwenye kijiji chetu. Wakati huu hatukuwa tunakuja kinyonge. Tulikuwa na askari 2 wa kutoa ulinzi. Tulipopita kwenye lile shamba la mbuzi, niliona kaburi la Simoni. Lilikuwa limeanza kuota nyasi za kijani. Nilisimama hapo kwa dakika chache. Nikahisi kama upepo unanong'ona jina langu. Tulifika kwenye mabaki ya nyumba yetu. Kuta zilizokuwa nyeusi kwa moshi zilikuwa bado zimesimama kama mifupa ya jitu lililokufa. Nilitembea kuelekea nyuma ya nyumba, sehemu ambayo tangu utotoni baba alikuwa amenikataza kucheza. Huko katikati ya magugu na vichaka vya miiba kulikuwa na kisima cha zamani cha mawe. Kilikuwa kimefunikwa na mfuniko mzito wa zege uliokuwa umeanza kupasuka. Mzee Juma, hapa ndipo waliposema. Nilisema huku nikionyesha kile kisima. Askari walinisaidia kusogeza ule mfuniko. Harufu nzito na ya uvundo na unyevu ilitoka ndani. Kwa kutumia tochi kubwa, askari mmoja alimulika ndani ya kile kisima. Maji yalikuwa yamekauka, lakini chini kabisa kulikuwa na sanduku dogo la bati, lile ambalo baba alikuwa akilitumia kutunzia nyaraka zake muhimu. Sanduku ambalo tulidhani liliungua moto. Mmoja wa askari aliteremka kwa kamba na kulipandisha lile sanduku. Lilikuwa limefungwa kwa kufuli kubwa, lakini kwa sababu ya unyevu wa miaka mingi, kufuli lile lilikuwa limeoza. Mzee Juma alitumia jiwe kuivunja. Ndani ya sanduku hapakuwa na pesa, badala yake kulikuwa na kinasa sauti cha zamani, yani tape recorder, na diary ya baba iliyokuwa imejaa maandishi ya mkono. Nilifungua kurasa wa mwisho wa diary ile. Maandishi yalikuwa ya haraka kana kwamba yaliandikwa kwa hofu. Februari 14, Mwanahawa amegundua kuhusu dhahabu tulioipata kwenye shamba la babu. Anataka nishirikiane na mtu anayeitwa The General. Nimekataa. Mwanahawa ameniambia kuwa nisipokubali atawasha moto ambao hautazimika. Naogopa kwa ajili ya maisha ya mke wangu na Zuhura. Siri yote ya nani anayefadhili ukatili huu iko kwenye kanda hii ya sauti. Moyo wangu ulisimama. The General. Bwana Musa alikuwa ni mfanyabiashara tu, lakini huyu jenerali alikuwa ni nani? Mzee Juma aliingiza betri mpya kwenye kile kinasa sauti. Sauti ya kwanza kuisikia ilikuwa ni ya baba akiongea kwa hofu, lakini sauti ya pili ilikuwa ni ya mwanamume mwenye mamlaka makubwa.
Sauti ambayo niliitambua mara moja ilikuwa ni sauti ya mtu ambaye alikuwa rafiki wa karibu na baba. Mtu ambaye alikuja kwenye mazishi na kulia kwa sauti kuliko wote. Alikuwa ni mkuu wa polisi wa wilaya ambaye sasa alikuwa amepandishwa cheo na kuwa mkuu wa mkoa, Hashim. Sauti ile ilisikika kwenye kanda. Unachagua kati ya dhahabu na familia yako? Ukikataa kutia sahihi mkataba wa kampuni yangu ya madini, usiku wa leo hautamalizika. Mzee Juma alizima kile kinasa sauti. Uso wake ulikuwa mweupe kama karatasi. Zuhura, huyu mtu tunayemzungumzia ndiye anayesimamia operesheni zote na usalama mkoani hapa sasa hivi. Yeye ndiye aliyempa Bwana Musa nguvu. Yeye ndiye aliyemlipa shangazi yako awashe moto. Ghafla tulisikia sauti ya magari mengi yakiegesha kwa nje. Mwanga mkali wa taa za magari ya serikali ulitupiga usoni. Mzee Juma, Zuhura, tokeni nje huku mkiwa mmeongeza mikono yenu juu. Sauti ya kipaza sauti iliunguruma. Mnashtakiwa kwa kuingilia eneo la uhalifu bila kibali na wizi wa mali za serikali. Nilitazama dayari ya baba, kisha nikamtazama Mzee Juma. Tulikuwa tumetegwa. Jenerali alikuwa amejua kuwa tumerudi kutafuta ukweli, na sasa alikuwa anakuja kumaliza kile ambacho moto haukukimaliza miaka 7 iliyopita. Zuhura, Mzee Juma alinong'ona kwa sauti ya kukata tamaa, ficha kanda hiyo kwenye nguzo zako. Ikitokea lolote, hakikisha dunia inasikia sauti ya baba yako. Nilificha ile kanda ya sauti ndani ya sidiria yangu, nikihisi kigusa ngozi yangu ikiwa na baridi kama barafu. Dayari ya baba nilificha ndani ya koti langu. Mzee Juma alinitazama kwa macho aliyosema, huu ndio mwisho au mwanzo mpya? Tulitoka nje ya lile eneo la kisima tukiwa tumeinua mikono juu. Mwanga wa tochi kubwa na taa za magari ya polisi ulitupofusha. Mbele yetu kulikuwa na askari zaidi ya 10 wakiwa na silaha za moto, na katikati yao akiwa amevalia sare rasmi yenye medali za dhahabu zinazong'ara alikuwa amesimama mkuu wa mkoa, Jenerali Makame. Alikuwa na tabasamu lile lile la upole alilokuwa nalo siku ya mazishi ya wazazi wangu. Tabasamu ambalo sasa nilijua ni maski ya muuaji. Mzee Juma, Jenerali Makame alisema kwa sauti ya mamlaka, sikutegemea mtu mwenye heshima kama wewe kujiingiza kwenye wizi wa ushahidi wa serikali. Na wewe binti mdogo Zuhura, mbona ukubaki mjini ukala urithi wako kwa amani? Kwa nini umekuja kuchokonoa majivu yaliyopoa? Majivu hayakupoa, Jenerali, nilijibu, sauti yangu ikitetemeka lakini ikiwa na nguvu. Chini ya majivu haya kuna damu ya wazazi wangu inayolia haki, na sasa najua kuwa wewe ndiye uliyempa kiberiti Mwanahawa. Uso wa jenerali ulibadilika ghafla. Upole ulitoweka na nafasi yake ikachukuliwa na giza la kikatili. Ushahidi wako uko wapi, binti? Maneno ya mtoto yatima hayana nguvu mbele ya sheria. Askari, wakagueni, hakikisheni hakuna kitu kinatoka hapa. Askari 2 walitusogelea. Mzee Juma alijaribu kunizuia, lakini akasukumwa kando kwa nguvu ya kitako cha bunduki. Nilihisi hofu ikitanda. Kama wataipata ile kanda, ukweli utakufa milele na sisi tutapotea kama ambavyo Simon alipotea. Lakini ghafla kitu kilitokea kule nyuma ya msafara wa magari ya polisi. Lilikuwa gari jingine la kizamani, lori la mkaa. Dereva yule yule aliyemsaidia Zuhura bandarini
alikuwa amefika kijijini kutoa mzigo, na alipoona vurugu hizo alijua Zuhura yuko hatarini tena. Hakusimama, alikanyaga mafuta na kuliingiza lori lile katikati ya magari ya polisi, akipiga honi mfululizo na kutengeneza wingu kubwa la vumbi la mkaa. "Kimbia Zuhura, kimbia!" Mzee Juma alipiga kelele akimrukia askari aliyekuwa karibu nami. Katika vurugu ile ya vumbi na kelele, niliingia kwenye vichaka vya miiba, na alijua pori hili vizuri kuliko askari hawa wa mjini. Nilikimbia kuelekea kwenye lile shamba la mbuzi la Simoni. Moyo wangu ulikuwa unadunda. Nilisikia mlio wa risasi ikifyatuliwa hewani nyuma yangu. "Mkamateni, asitoroke na kile kisanduku!" Jenerali Makame aliunguruma. Nilifika kwenye kaburi la Simoni. Nilianguka chini nikiishua pumzi. Nikiwa pale gizani, nilihisi kama mkono wa baridi unanishika bega. Sikuwa peke yangu. Kutoka kwenye vivuli vya miti alitokea kijana mmoja mrefu aliyevalia nguo za kijeshi zilizochakaa. "Zuhura, nifate," kijana yule alisema. "Wewe ni nani?" nilimuuliza kwa hofu. Alionyesha kovu lililokuwa mkononi mwake, alama ya urafiki ambayo Simoni alikuwa ameniambia kuhusu kaka yake aliyepotea vitani miaka mingi iliyopita. "Mimi ni kaka yake Simoni. Nimerudi kulipa deni la damu ya mdogo wangu. Nipe kanda hiyo. Mimi najua jinsi ya kuifikisha kwa rais bila kupitia kwa hawa mbwa wa jenerali." Niliingia kwenye njia panda nyingine. Je, nimwamini huyu mgeni anayedai kuwa kaka wa Simoni, au ni mtego mwingine wa Jenerali Makame? Askari walikuwa wanakaribia, tochi zao zikimulika vichaka. Sikuwa na muda wa kufikiri. "Chukua," nilimpa ile kanda. "Iokoe sauti ya baba yangu." Kijana yule alitoweka kwenye giza kama moshi. Sekunde chache baadaye, askari 5 walinizunguka nikiwa nimepiga magoti kwenye kaburi la Simoni. Jenerali Makame alitembea kwa madaha na kusimama mbele yangu akinitazama kwa dharau. "Uko wapi ushahidi Zuhura?" aliniuliza huku akinitafuta mwilini kwa hasira. Nilitabasamu, machozi yakinitoka. "Ushahidi hauko hapa tena jenerali. Uko njiani kwenda kukuumbua. Unaweza kuniua, lakini huwezi kuua ukweli ulioanza kutembea." Jenerali Makame alikasirika kiasi cha kutoa bastola yake na kuiweka kwenye paji la uso wangu. "Basi safari yako inaishia hapa, bubu mbeba mikosi." Baridi ya ncha ya bastola ya Jenerali Makame kwenye paji la uso wangu ilikuwa haina tofauti na baridi ya usiku wa kifo cha wazazi wangu. Nilifunga macho, nilishika udongo wa kaburi la Simoni kwa vidole vyangu, nikitafuta nguvu kutoka kwa wale wote niliowapenda waliolala chini ya ardhi. "Sema neno lako la mwisho Zuhura," jenerali aliunguruma, sauti yake ikitetemeka kwa hasira iliyochanganyika na hofu. "Umekiweka wapi kile kinasa sauti? Ukisema sasa hivi nitakuwa kwa haraka bila maumivu. Ukikaidi nitakuchoma moto ukiwa hai kama nilivyofanya kwa wazazi wako." Nilifumbua macho yangu. Safari hii hayakuwa na machozi, yalikuwa na moto. "Hata ukinichoma moto jenerali," nilisema kwa sauti ya utulivu, "moshi wangu utapaa hadi mbinguni na kukuandama. Simoni alikufa ili mimi niongee, na sasa nimeshaongea. Sauti ya baba yangu tayari iko huru. Huwezi kuifunga pingu.
sauti inayotembea kwenye upepo. Jenerali alikaza kidole chake kwenye chuma cha kufyatulia risasi. Lakini kabla hajafanya mauaji hayo, sauti ya kishindo kikubwa ilisikika kutoka upande wa barabara kuu. Taa nyekundu na za bluu zilikuwa zinakuja kwa kasi ya ajabu. Lakini haikuwa magari ya polisi ya mkoa huu. Zilikuwa helikopta 2 za kijeshi zilizokuwa zinaruka chini sana, zikimulika eneo lote kwa taa za searchlight zenye nguvu. Ni nini hiki? Jenerali alipiga kelele, akigeuka kutazama angani. Kupitia vipaza sauti vya helikopta hizo, sauti nzito ilisikika. Jenerali Makame, agiza askari wako waweke silaha chini mara moja. Unatuhumiwa kwa uhaini, mauaji na ufisadi wa rasilimali za taifa. Eneo hili limezingirwa na kikosi maalum cha rais. Askari wa jenerali walianza kutetemeka. Mmoja baada ya mwingine walianza kuweka bunduki zao chini. Walijua kuwa hawawezi kupigana na jeshi la nchi. Jenerali Makame alichanganyikiwa. Alijua mchezo umeisha. Badala ya kusalimu amri, alinitazama mimi kwa jicho la shetani. Kama naanguka, sianguki peke yangu. Alifyatua risasi, lakini katika sekunde hiyo hiyo, kivuli kimoja kiliruka kutoka kwenye giza la mti wa mwembe na kunisukuma kando. Niliona damu ikiruka hewani. Risasi haikunipata mimi, ilimpata yule kijana, kaka yake Simoni, ambaye hakuondoka eneo hilo ili kuhakikisha niko salama. Alikuwa amepigwa risasi ya bega. Askari wa kikosi maalumu waliteremka kwa kamba kutoka kwenye helikopta. Walimvamia Jenerali Makame na kumwangusha chini. Kabla hajafyatua risasi ya pili, walimfunga pingu za miguu na mikono, huku wakimburuza kuelekea kwenye magari yao. Nilikimbia kuelekea kwa kaka yake Simoni. Alikuwa anavuja damu nyingi. Kwa nini umerudi? Nililia huku nikijaribu kuziba kidonda chake kwa kitambaa changu. Alitabasamu kwa tabasamu lililoonekana kufanana kabisa na la Simoni. Deni la damu limelipwa. Zuhura, kanda iko salama. Imetumwa kwa njia ya mtandao moja kwa moja Ikulu. Jenerali hawezi kuizuia teknolojia. Mzee Juma alikuja akiongozana na askari wengine. Alikuwa ameumia kichwani, lakini alikuwa hai. Alinikumbatia huku sote tukilia kwa furaha na huzuni. Umekuwa shujaa Zuhura, Mzee Juma alinong'ona. Umevunja miiba yote. Lakini katikati ya ushindi huo, niliangalia kile kisima cha zamani. Nilihisi kuna kitu kingine. Nilikwenda na kutazama ndani ya kile kisima mara ya mwisho. Chini ya mabaki ya sanduku la baba, niliona kitu kikimeremeta. Ilikuwa ni pete ya dhahabu, pete ya ndoa ya mama yangu. Haikuungua. Ilikuwa pale ikingoja kwa miaka 7, ikinisubiri nimalize vita hii ili niivae na kuendeleza heshima ya familia yetu.